Kwa majina naitwa Leila Ramadan Rashid, ni mkazi wa Bamburi na ni mchoraji hina maarufu kwa area hii ya Bamburi. Uchoraji wa hina ni sehemu muhimu ya tamaduni za watu wa pwani na hasa jamii za Waswahili, na hutumika kama mapambo ya mwili wakati wa sherehe na vilevile matukio mengine ya jamii kama vile harusi. Naam, hina naweza sema tunapenda kuichora sana sisi watu wa pwani kama pambo la mwanamke. Naona mtu akichora hina anapendeza. Pia tunapenda kuchora hina msimu wa maharusi, msimu wa Eid kama kufurahia. Hina yenyewe inatoka kwenye mhina ama mti wa hina ambao unachukuliwa, unakausha majani, yanaenda sagwa, alafu ndo unatengeneza hina kwa kuchanganyia viungo kadhaa vinavyowezesha kufanya hina inakuwa inaonyesha rangi ya kupendeza kwenye ngozi. Hina tunapenda kuchora sehemu za mikono, miguu, na wengine wanaopenda kama maharusi wetu pia tunawachora kwenye sehemu kidogo za mgongo. Maharusi wanachora hina au piko. Hizo mbili ndo tunaweza chora, either uchanganye zote ama uchore moja. Kuhusiana na hizi design ama design za michoro ya hina huwa inatokana na nini? Labda ni picha ambayo unaangalia ama hii michoro huwa inatoka wapi? Michoro ya hina sio 100% kuwa mtu unaitoa kwenye kichwa. Ni lazima uwe umetizama pahali unapata info, alafu yeye mwenyewe unakuja unaibuni kwa njia yako ndo unaichora kwa mteja wako. Hauwezi tu kutoa design kutoka kwa mtu ukaja ukaichora, itakuwa ni kama umecopy paste. Okay, imeeleweka wengine wanafanya hivyo, lakini kama mimi huwa kama artist, kama ndio mimi naweza angalia pattern ya mtu alafu nikageuza nikaifanya design yangu. Inachukua muda upi kupaka hina labda mkono, na inachukua pia muda upi hina kukauka? Kuchora mkono inategemea na size ya mkono wa mtu. Ukipata mtu kama ana mkono kidogo ni mwembamba, unapata design inakuwa ni ya haraka. Inachoreka haraka na inaisha haraka. Lakini mtu akiwa kidogo ana mwili kiasi, kwa hiyo meaning maua yatakuwa ni mengi ambayo anachorwa, kwa hiyo ina take time kiasi. Na katika kukauka kwake hina pia ina depend na mtu mwenyewe. Ikiwa wewe una mwili ambao una jasho, ambao una sweat sana, kwa hiyo itafanya hii hina itakuwa inachelewa kukauka. Pia jingine ambalo linaweza kuchangia katika ukaukaji wa hina ni hina yenyewe ukorogaji wake. Ikiwa kama mwenye alikoroga alichanganya na sukari, kwa hiyo itachukua muda kiasi ile sukari kukauka, compared to na hiyo hina nyingine ambayo labda haikuwekwa sukari. Kwa hiyo zinakuwa zinatofautiana na mtu na mtengenezaji. Umesema kwamba wewe ni mwalimu pia. Ulianzaje kufundisha na una wanafunzi wangapi? Naam, kufundisha kwangu kulikuja nilipopata demand kwenye social media. Watu kuni encourage kwa sababu mimi kwenye social media naweka zile tutorial ikiwa nachora. Kwa hiyo watu kunirai kwa weka classes ndo ikanipelekea mimi kuweka classes. So far niko na wanafunzi 6, lakini kwa sababu ya udhuru kuna wengine hawajafika. Kwa majina naitwa Afnan Salim, naishi Utangi Barawa. Mimi ni mwanafunzi wa Leila. Mimi najifunza sasa hivi kuchora kwa sababu ni kitu napenda kwanza. Alafu jambo la pili nataka kudumisha utamaduni wa pwani, na jambo la tatu pia ni kwa sababu ya kipato. Nataka nijue kazi at least iwe yanisaidia kwa mahitaji yangu mengine. Kwa hivyo hina si pambo tu bali pia ni kipato, yani inaweza kuwa chanzo cha kipato haswa kwa wanawake.
Ndiyo, hina ni kipato, si pambo peke yake, bali ni kipato kwa sababu mimi naamini ukitumia kazi yoyote vizuri, ukiweka juhudi na bidii, naweza sema kwenye kazi yoyote ile, kipato chake ama matunda yake lazima utayaona. Kwa hiyo hina sio tu yani upambe ama tu kazi kama inavyoonekana tu kuwa ni kazi tu ya Kiswahili elezeka hivyo, bali pia ni katika njia ya kutafuta fedha. Tuzungumze na mteja hapa ambaye amekuja kuchorwa hina, atueleze labda ni kwa nini amekuja kupambwa na kwa nini ameweza kuchagua pambo hilo. Naam, mimi nimeweza kufika hapa siku ya leo ili niweze kupendezeshwa kutokana na kwamba tuna harusi, lakini vile vile pia wakati mwingine huwa nakuja kuchorwa ili kufurahisha tu nafsi yangu. Maanake naamini nikichorwa maua haya huwa yana mvuto fulani yani. Ni pambo yani kwa kina dada wa Kiislamu na sio Waislamu tu, hata mwanamke yeyote yule anaweza kuchorwa. Unahisi kwamba ni nafasi yako kuendelea kueneza hii tamaduni wakati ambapo unachorwa? Naam, naamini ya kwamba pindi ninapochorwa na nimekwambia ya kwamba maua haya kwa yana mvuto ili yakipanda huwa inaonekana vizuri na inapoonekana naamini ya kwamba itavutia watu wengine, kina dada wengine pia ambao wanataka kuchorwa. Ndio, kwa hiyo naamini ni way ya kumarket yani na kuonyesha ama kuendeleza tamaduni ya Kiislamu yani ama ya watu wa pwani. Tueleze labda ni kwa nini umechagua kuja kwa Leila kuchorwa na si kwa mtu mwingine? Sasa mimi niliamua kuja kuchorwa kwa Leila na sio mara ya kwanza tu, ni kwa sababu mdada huyu yani ni mtu ambaye amemakinika katika kazi yake na huwa anathamini sana wateja wake, hana ile dharau. Alafu pia kuchora kwake huwa ni kwa haraka, yani makini na haraka, na ndio maana nampenda sana. Alafu pia ni kwamba sasa hivi unaona michoro mingine pia huwa inapatikana katika mitandao ya kijamii. Sasa ile wakati huwa naja na michoro yangu ama ile design zangu ambayo nataka, yeye ni mtu ambaye ni mtu wa kushika haraka. Sasa wewe uangalie ile design kisha anakutolea kitu vile vile kilivyokuwa kwenye picha. Umezungumza kwamba ni kipato. Kuna wanadada ambao wanalalamika kwamba hakuna nafasi za ajira, ilhali wanaweza jifunza kuchora hina ili waweze kujitegemea kimapato. Ungependa kuambia nini? Ningependa kuambia kina dada wenzangu ama wanawake wenzangu wasimame, wachangamke na wapambane. Sio kama vile inavyojulikana sisi Waswahili ni kuwa mtu ukishaolewa ama ukishazaa ndo basi ndo mwisho wa maisha ama ni mwisho wa kutafuta riziki ama kipato, bali unaweza kuwa nyumbani ukawa na watoto na familia na ukawa una kazi yako ya pembeni kama hii inakuwa inakupa kipato, iliko kukaa na kusubiria ama kulalamika kuwa hakuna hichi. Kipato hichi kidogo, tuseme wewe una kazi yako ama biashara yako kubwa yenye ulikuwa unaitaka, kwa hiyo unaweza tumia kipato hichi ukasave kwenda kufanya ile jambo lako kubwa lenye ulikuwa unataka kufanya. Na pia na wasihi wasichana wenzangu, wanawake wenzangu wasikae nyumbani, wajifundishe kazi. At least mtu uko na kitu ya kusaidia na income, hata kama ni kidogo, at least uko na kazi yako. Mitandao ya kijamii inapatikana wapi? Napatikana kwa TikTok na Instagram na Facebook kama Lalita's Hina. Na naonijua sana wateja wangu, wanafunzi wangu wananijua kama Lalita's Hina. Karibuni sana. Mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umeweza kuyasoma mengi kuhusiana na tamaduni ya uchoraji wa hina, na kile ambacho nimeweza kusoma na kuelewa hata zaidi ni kwamba hina sio tu uchoraji, bali ni chanzo
cha kipato hasa kwa wanawake. Jina langu ni Paul Monio kutoka kaunti ya Mombasa. Hadi wakati mwingine, kwaheri.